بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نendelea sehemu ya tatu ya surati Dhuha na sharh. Tusimama katika aya alladhi anqadha dhahrak, na sasa hivi tunakwenda katika aya warafa'na laka dhikrak. Warafa'na laka dhikrak, na hakika na kukunyanyulia utajo wako, kutajwa kwako tumeuinua juu. Warafa'na laka dhikrak, tumeinua utajo wako. Na hii maana kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ametukuzwa sana na Mola subhanahu wa ta'ala. Kwanza kuinua utajo wake kwa kusema katika surati Ahzab, a'udhu billahi minash shaitani rajim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Kuinuliwa zaidi kuliko hivyo tena vipi ikiwa mwenyewe Mola subhanahu wa ta'ala na malaika wake yusalluna 'alan nabiy, akaamrisha walioamini ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Huku ni kuinuliwa kukubwa. Akasema katika tafsiri Ibn Kathir, rafa'a Allahu dhikrahu fi dunya, Allah subhanahu wa ta'ala ameinua utajo wake duniani wal akhirah na akhira. Falaysa khatibun, hakuna yote mwenye kuhutubu siku ya Ijumaa hutuba yote ile wala mutashahid au yote mwenye kutoa shahada katika sala yake, wala sahibu sala au yoyote mwenye kusali sala yake akakaa tahiyatu, illa yunadi, isipokuwa nataja kwa kusema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hebu fikiria, kila mmoja katika hawa anasema ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anapoadhini, unapoadhiniwa na ukutasikia ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Warafa'na laka dhikrak, kila mmoja anayetaka kuslimu lazima aseme ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kila mmoja anapotaka kujadili imani yake anasema ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kule kuwekwa kushuhudia kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba ni mtume wa Allah baada ya kutaja ashhadu an la ilaha illa Allah, hilo peke yake ni kuinua utaji wake. Naam, warafa'na laka dhikrak, tumekuinua utaji wako, unatajwa daiman na kila mwenye kukusalia. Na ile siku ya Ijumaa ambayo ni siku nzuri, siku ambayo kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam na yeye anakujibu sala yako unamsalia. Unaposema Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Na warafa'na laka dhikrak, tumekuinua sisi utaji wako ya Muhammad. Haya mapenzi makubwa ya Allah juu ya mpenzi wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mapenzi makubwa sana, na kuliwaza kukubwa huku. Warafa'na laka dhikrak, halafu baadaye hapa inakuja aya fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kwa hakika pamoja na uzito la usr pana yusr, pana wepesi. Hakika pamoja na uzito pana wepesi. Mara mbili imeripiti fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Katika hadithi wanasema ni dhaifu kwamba imetajwa fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abshiru lan yaghliba usr yusrain. Al-usr uzito mmoja, lakini yusrain imetajwa yusr mara mbili hapa. Fa inna ma'al usr, al-usri ikiwa na alif lam al-ta'rif, hapa dalili kwamba al-usr ni moja, na hiyo yusr imetajwa nakira
bila al-taarifu, hamna al-yusr, yusra. Kwa hivyo kila moja ni yusr tofauti na ya pili. Fa inna ma'al usri yusra mwanzo tofauti na inna ma'al usri yusra pili, lakini al-usri ile ile. Kwa hivyo haighilibu usri moja yusrain, wepesi miwili. Kwa hivyo wepesi imetajwa mara mbili, ugumu uzito umetajwa mara moja. Hizi mbili haziwezi kushindwa na moja, hiyo maana moja. Lakini jambo tunapata kufahamu hapa ni kwamba Mwenyezi Mungu ameumba kama ni rule hii, kwamba wakati wote panapokuwa na uzito Mwenyezi Mungu alafu huleta wepesi. Hii katika rehema zake, hii katika rehema zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba anatuonesha kwamba maana fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, ni kwamba siku zote ugumu unakuja, lakini baadaye unatoweka, unakuja uwepesi. Hawezi kujalia ugumu moja kwa moja. Hivi ndivyo maisha anataka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tuwe tunavunjika moyo, tusivunjike moyo wakati tunapopata ugumu katika maisha yetu. Istahimili, rehema za Mwenyezi Mungu zipo. Mwenyezi Mungu atafanya mambo ya mepesi inshallah. Na ukitizama sura hizi mbili, kama nasema Dr. Falwa Al-Rashid المتدبر لمناسبة مجيء سورة الشرح بعد الضحى, mwenye kukaa akatadabbar na kutafakar nini munasaba ya kuja sura mbili pamoja, inamfunulia yeye hapa maana chungu zima yaliyoripiti katika sura hizi mbili, kwamba ndani yake fa inna ma'al usri yusra, hakika baada ugumu kuna wepesi. Kama sura zote mbili zinaleta mifano ya uhai kabisa kuonesha maana hii kwamba baada ugumu kuna wepesi. Na ukitizama kila ugumu unafuatia wepesi. Wadhuha wallayli idha saja ma wadda'aka rabbuka ma qala. Mwenyezi Mungu hajakuacha peke yake. Mwanzo ugumu wa kutupwa, na kama unahisi kama umechukiwa, hujasikilizwa, hujashushiwa wahi, la, ukashuka wahi, umepata wepesi. Wala al-akhiratu khairu laka min al-ula, ikiwa mwanzo ulipata tabu na shida katika maisha yako katika kulingania watu, baadaye umepata ushindi, umepata wepesi, umepata kuona watu wafuasi chungu zima, umepata kuthibitisha dini ya Mwenyezi Mungu katika ardhi na kupata wafuasi wengi sana na utaji uliokuwa mkubwa kabisa. Kwa hivyo umepata wepesi baadaye. Wadhuha wallayli idha saja ma wadda'aka rabbuka ma qala wala al-akhiratu khairun laka min al-ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Mwenyezi Mungu anakupa ule ugumu wote unaondoka mpaka unapata yusri baadaye. Amekuta yatima faawa, hiyo baada al-usri imekuja yusri. Wajadaka dhalan fahada, amekuta umepotea akakuongoa, akakupa uongozi, akakupa hidayah, hii baada al-usri yusra. Wajadaka ailan faaghna, amekuta muhitaji akakutosheleza, baada al-usri yusra. Kwa hivyo hapa yote utaona kwamba ina maana ya umuhimu wa ma'al usri yusra. فأما اليتيم فلا تقر, yatima yuko katika usr, usimzidishie, mfanyie wepesi. وأما السائلة فلا تنهر, السائلة ana shida na tabu, yuko katika usr, usimzidishie uzito, mfanyie wepesi. وأما بنعمة ربك فحدث, neema uliokupewa na Mola wako ielezee, iwe wepesi kwa watu waone neema za Mwenyezi Mungu, ili wapate kuona raha na wao. Halafu inakuja sura ya pili inafuatia alam nashrah laka sadrak, ile kutoka al-usr, uzito uliokuwa nao Mwenyezi Mungu amekupanulia kifua, akakupa yusr. Wadhana anka wizrak, mzigo uliokuwa nao na yaliyopita yote amekusahilishia, amekufutia, amekupa yusr baada kwamba ulikuwa na usr kabla. Alladhi anqadhar wa rafa'na laka dhikrak, jina lako limezidi, utaji wako umezidi, ugumu umeondoka, umekuja wepesi. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kwa hivyo hapa tunaipata maana hii, conclusion ya al-usr inafuatia daima ma'a yusr, kutokana na sura zote mbili hizi.
fa inna ma'al usri yusra. Hapa Mola Subhanahu wa Ta'ala anataka siku zote kwamba tunapokuwa katika shida tufikirie aya hii, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Haiwezi kuja usri juu ya usri, haiwezekani. Rehma za Mwenyezi Mungu ziko wapi? Lazima alete yusr, lazima alete wepesi. Tukimalizia, fa idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Fa idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Fa idha faragta, lama ukimaliza jambo, ukimaliza kazi ya kulingania watu asubuhi, fansab, jitahidi upanie, ufunge shuka yako shuka lako ulifunge uzuri katika ili upanie kwa ajili ya ibada. Fa idha faragta fansab, ansab yani nini? Yani jitahidi. Ukimaliza kulingania watu, kufikisha ujumbe, kupigana vita, basi wakati wote jitahidi katika kuomba. Omba kwa Mola wako, kwa sababu mahitaji yako ni mengi. Fanya bidii katika ibada. Fa idha faragta fansab wa ila rabbika, na kwa Mola wako tu farghab, unamtaka, unamtamani, unaelekee. Omba kila kitu, unamwogopa yeye, kwamba wewe matarajio yako yote utapata kutoka kwake. Wa ila rabbika farghab. Hapa kama walivyosema, fa idha faragta fansab, ukiwa umeshamaliza kazi za kulingania watu mchana wote, usiku hakuna kupumzika, ila rabbika farghab, mtake Mola wako. Yani ingia katika sala, qum al-layla, simama usiku. Na hiyo ndo maana yake wa ila rabbika farghab. Qum al-layla illa qalila, ulale kidogo tu. Naam. Fa idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Hii ndio plani ya maisha ya Muislamu. Mtume SAW amewekewa na Mola wake kwa kuambiwa, fa idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Fa idha faragta min amali dini fansab li amali dunyawi. Ikiwa umemaliza amali za dini, basi pania katika amali za dunia. Na fa idha faragta min amali dunyawi fansab li amali dini ukhrawi. Ukiwa umemaliza amali za dunia, basi pania kwa ajili ya amali za akhira. Almuslim yahya hayat aljid. Muislamu anaishi katika maisha ya sio ya upuzi, maisha ya maana, ya taabu, ya kuhangaika. Hajui kusema anastarehe tu, anataka kupumua tu kila mara na kupumzika tu time zote na kukaa bila ya kazi. La wallahi, unapokuwa katika kulingania watu, ukishaingia katika kumwabudu Mola, unapokwisha katika kumwabudu Mola, ukishapumzika ukalala, amka ingia katika kulingania watu. Hivi baina ya mambo ya dunia na mambo ya akhira yawe ndio yanayomshughulisha Muislamu. Fa idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Hivi ndivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyomfundisha mtume wake vipi, namna gani aishi ili apate faida ya dunia na akhira pamoja. Inshallah bihadha naktafi, wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tutakuwa tushamaliza sura 2 pamoja, Wadhuha na sura Alam Nashrah Laka Sadrak. Wallahu a'lam.